Jumapili njema, Jumapili ya baraka. Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, umeamka ukiwa namna gani? Ni matumaini yangu ya kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka, na asubuhi ya leo kama vile ambavyo Zaburi kupitia kwa mtumishi wa Mwenyezi Mungu Daudi ilivyosema kwamba furaha inaweza ikabisha mlango wako asubuhi. Hakika mengi unaweza ukayapitia usiku wote, lakini asubuhi furaha ikabisha mlango wako. Ni matumaini yangu ya kwamba na ninaamini kwamba furaha imeweza na kubisha mlango wako. Furaha imeweza na kubisha maisha yako asubuhi ya leo. Hakika ukapokea hiyo baraka. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tubarikiwe kwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Francis Namu kutoka kanisa la ABC Madinga Yata Pastorate Machakos Sub-Kota, nikitumai uko tayari kabisa kuweza na kupokea yote ambayo Roho Mtakatifu aliweza na kumwandaa nayo ni kwa sababu yetu asubuhi ya leo. Basi karibu sana ndugu dada mpendwa mtazamaji, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Ujambo mahali popote ulipo, karibu katika neno la Mungu asubuhi ya leo, na tuanze kwa maombi. Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na mapenzi yako kwetu. Asante kwa uhai wa leo. Tunakushukuru kwa ajili ya kutupa nafasi nyingine ya kusoma neno lako. Tusaidie na utuongoze. Katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Ningependa tukaweze kusoma asubuhi ya leo neno la Mungu kwenye kitabu cha Mathayo mtakatifu mstari wa 28, mlango wa 28. Tuanze mstari wa 16, tumalizie mstari wa 20. Mathayo mtakatifu mlango wa 28, mstari 16 hadi 20. Tusome pamoja. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimshuhudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana asifiwe. Wakati huu ambapo tunaendelea na kushuhudia na kusherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo, tunakumbushwa ya kwamba kuna jambo muhimu, angizo Mungu wetu, yaani Yesu Kristo, aliyotuongoza na akatuagiza tulitende kama wanafunzi wake. Haya maneno alizungumza mara ya mwisho alipokutana na wanafunzi wake, the Great Commission. Na kwa sababu kutoka kwa wanafunzi wake, wafuasi wote ambao walimwamini Kristo walifanywa kuwa wanafunzi wa Yesu kama sisi. Angizo kuu kwetu sisi wa Kristo ni kulieneza neno la Mungu, habari njema. Kuna habari mbaya na kuna habari njema. Habari njema inaonekana mara mbili. Yule mtu anaeneza habari njema anafanya matendo mema. Yule anayeeneza habari njema uzungumza maneno mazuri ya kuwafuta watu. Na hayo ndiyo maisha ambayo aliishi Kristo. Popote alipoenda alitenda vema, alizungumza vyema. Bwana Yesu asifiwe. Je, sisi kama
fuasi wa Yesu Kristo, wanafunzi wake, angizo hili la kueneza habari njema kwa mataifa yote, kwa dunia yote. Unajua, sehemu yoyote ambayo wewe unaishi, unakaa, unafanya kazi, hapo umepewa kibarua, kama wewe ni Mkristo wa kweli, wa kulieneza habari njema kwa tabia, kwa maneno, kwa matendo, kwa hali. Mtazamaji, sisi tuliachiwa kulieneza neno la Mungu. Wanafunzi walikuwa 12 mitume wa Yesu. Sasa wameongezeka wakawa 500, wakaendelea maelfu na maelfu. Ni kwa ajili ya kueneza habari njema. Kama ingekuwa habari mbaya ya chuki, ya fitina, hii kazi ya Mungu na neno la Mungu alingefikia mahali ambapo lipo. Kwa hivyo tuige na tuige mfano wa wanafunzi wa Yesu Kristo. Na Yesu Kristo mwenyewe, popote Yesu alipoenda, alitenda mema, alifanya mazuri. Kuhubiri ulimwenguni wote kote. Ulimwengu kote ni mahali popote ambapo unatembea. Unaweza kufanya jambo bila hata kuzungumza na watu waelewe hakika wewe ni Mkristo. Unaweza kupata kikundi na muwe na discussion, mazungumzo fulani, na wakusikilize, waseme hakika huyu ni mcha Mungu, huyu ni mfuasi wa Kristo, na ningependa kuwa kama yeye. Kwa hivyo tumepewa kibarua kigumu cha kulieneza neno la Mungu ulimwenguni kote, kila wakati, kila dakika na kila saa, ili Yesu atakapokuja akute ulimwengu wote umefikiwa na neno lake. Na ndipo tunauliza, wewe ungali mwanafunzi wa Yesu Kristo kwa sababu unajiita mwanafunzi wa Yesu Mkristo? Unaeneza neno la Mungu? Mahali popote unaenda, unamtangaza Kristo kwa matendo na kwa usemi. Wengine wanaweza kuona ya kwamba hakika wewe ni Mkristo mkamilifu. Unajua, dunia imejaa mambo mengi sana, na hii dunia sio nyingine, ni ile tu aliyoipitia Kristo na wanafunzi wake. Hayo mambo tunayokumbana nayo yalikuweko. Haya mambo si mageni, lakini tulifundishwa na tukaonyeshwa njia ya kuenenda, na tukaambiwa yoyote atakayemkubali Yesu Kristo, pia Yesu akatupa mamlaka ya kubatiza na kumfanya mwanafunzi. Na unajua, mwanafunzi anakaa miguuni mwa mwalimu wake. Je, umeshajua wewe ukiwa Mkristo, wewe ni mwalimu? Kwa sababu ukifanya mwingine Mkristo, yeye ni mwanafunzi na wewe ni mwalimu. Na ndipo ninasema mwalimu anaigwa na mwanafunzi. Kwa hivyo sisi wa Kristo ni walimu, na tukiendelea na kulisambaza neno la Mungu ulimwenguni, tunafanya wanafunzi wengi. Kwa hivyo wewe, wale ambao umewahubiria wakampokea Yesu Kristo, ni wanafunzi wako, unawafanya kuwa Wakristo. Wewe ni mwalimu kwao, unawafundisha, wanapata yale ambayo unayafanya, wanakufuata, wanaiga mfano wako. Na hilo ni jambo ngumu sana, nataka ulielewe mtazamaji. Unapotokea kwenda katika ibada siku ya leo, wewe ukiwa Mkristo, wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Wewe ukiwa mwanafunzi wa Yesu, na wewe umemfanya mwingine kuwa mwanafunzi wako ili amfuate Kristo. Nataka kukuuliza, wale watakuona ukielekea kanisani, wataiga mfano wako. Unaenda kanisani ukiwa mwalimu, kwa sababu wewe umeanza kulifundisha neno la Mungu. Wengine wanakufuata,
unasambaza neno la Mungu kila mahali. Je, wale ambao wamekufuata, wale ambao waliokoka kwa ajili yako, wakikufuata, watamuona Kristo? Wataona yale mambo ambayo Kristo alikuwa anayafanya, wanakaa miguuni pake, anawafundisha. Hilo ndilo maana la kuitwa wanafunzi wa Kristo, kwa sababu mwanafunzi, tukikubali kumfuata Kristo, anaendelea na kutufundisha. Sisi ni wanafunzi wa Kristo, na sisi tunapowafuta wengine kwa Kristo, wanakuwa wanafunzi wa Kristo, lakini tukiwa walimu. Mtoto anahiga matendo ya mwalimu. Kwa hivyo sisi kama Wakristo wa ulimwengu ambao tunaendelea na kuwahubiria, ni watoto, ni wanafunzi wetu. Je, kuna jambo ambalo mtu anaweza kukufuata ili amuone Kristo kwako? Vile unavyozungumza, vile unavyotenda, unatenda kama mwalimu kwa mwanafunzi, kwa sababu tumeangizwa tuwafanye wengine kuwa wanafunzi wa Kristo. Tueneze habari. Sisi tushamwamini Kristo, sisi ni walimu, tunawafua wengine. Tuwaonyeshe matendo mema, tuwaonyeshe njia ya kumfuata Kristo. Tufikirieni. Na kama hakuna mtu yeyote anaweza kukufuata na kukuhiga, jioji mara ya pili, kwa sababu mwanafunzi anafuata matendo ya mwalimu. Tuendelee na kufanya mataifa kuwa wanafunzi wa Kristo mahali popote ulipo, unapoenda kanisani, kutembea kwako, kuvaa kwako, kuzungumza kwako, kuweze kuonyesha ualimu ambao wewe ushakomaa kwa neno la Mungu. Bwana akusaidie unapoendelea na kutafakari hayo, lakini jambo kuu ni kujua ya kwamba ukishakuwa Mkristo umeanza kuwa mwalimu wa kuwafundisha wengine. Na mtu ambaye anafundisha mwingine, huyo mwanafunzi anaiga matendo na tabia za mwalimu. Bwana akubariki na alibariki neno lake. Amina. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya kutupa nafasi ya kuwa wafuasi wa Yesu Kristo, ambapo angizo kuu ni kulieneza habari njema alilotuachia Yesu, na tumefanya wanafunzi wengi ambao wanamfuata Kristo. Sisi tukiwa walimu na wao wakiwa pia na wanafunzi, ili na wao waweze kueneza habari yako na kuwafanya wanafunzi wengine. Tusaidie ili mambo yetu tukaweze kuwa watu ambao wanaweza kuigwa na dunia. Bariki watazamaji wote, utubariki tunapoelekea sehemu za kuabudia, ukaweze kuwa pamoja nasi. Na ni katika jina kuu la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Kila muumini ana jawabu, yani la kushiriki, ama kuna umuhimu wa kushiriki imani yako. Hiyo ni kazi ambayo umeweza na kupewa. Na pia kuna kazi ingine ya kuwafundisha wengine, kuwafanya ukaweze na kumgeukia Yesu Kristo. Tukiendelea na kuuliza hivi, hiyo kazi umeweza na kuifanya? Kuwafanya wengine wanafunzi, ukaweza na kuwaleta karibu, ili wakaweza na kumjua Kristo Yesu, wakaweza na kuzidi na kumwamini, kuamini hata matendo yake. Je, hiyo kazi umeweza na kuifanya? Ulianza na kuifanya na ukaiacha, ama unaendelea na kuifanya? Hapa katika hicho kifungu tumeweza na kuona kwamba kuna haja ya kueneza injili kwa mataifa yote. Wanafunzi wanapewa hiyo kazi, vile ambavyo tumepewa siku ya leo, kueneza injili mataifa yote bila ubaguzi. Ni kusema kwamba wokovu ni wa kila mtu. Kujenga wanafunzi, yani sio waumini tu, sio indandi tu, sio kusema kwamba mimi kanisa langu limejaa, mimi niko na watu wengi. Je, umewafundisha wakawa wanajua Kristo kabisa? Wameamini hayo mafundisho, ama tu wako tu pale? Ni namba, yani watu uko nao wengi,
lakini hawamjui huyo Yesu kiundani. Kuendeleza kazi ya Yesu duniani, umeiendeleza ukaifikisha wapi? Umewafundisha wangapi? Umewaleta wangapi kwa Kristo? Ama uko tu hapo hiyo tu area, au wafundishi wengine? Kuhakikishia waumini msaada wa Mungu wakati ambapo Yesu aliweza na kusema kwamba nipo pamoja nanyi. Ni kusema kwamba niko karibu nanyi wakati wa mateso, wakati usio wa mateso, wakati unapitia magumu, wakati ambapo mpitii magumu, niko nanyi wakati wote. Hapa Yesu alikuwa anasema kwamba kuwapa nguvu na ujasiri wakati wa changamoto, wakati ambapo wanapitia magumu. Je, huwa unawapa ama unaipa kanisa lako nguvu tu kuambia Yesu yuko pamoja nanyi? Mambo yakiwa hivi, mambo yakienda vile ambavyo hakuwa umepanga, mshukuru Mungu, maana yuko pamoja nawe. Changamoto zikiwa nyingi, Mungu yuko pamoja nawe, ama unawatoa pale? Yesu akasema nipo pamoja nanyi. Hivyo basi, mpenzi mtazamaji, kuna ahadi hapa. Mungu yuko pamoja nawe, anatembea pamoja nawe. Acha kukata tamaa. Ukielekea kanisani, enda ukimamini na ukijua kwamba hakuna haja ya kukata tamaa, maana Yesu yupo pamoja nawe. Ninashukuru sana kwa sababu ya hiyo wiki yote Mungu katubeba, hakika neema yake ikawa juu yetu. Reverend akatubariki sana. Mungu na kubariki Reverend, tumeshukuru. Mtazamaji wangu, ukafuatilia kipindi, barikiwa sana. Mafundisho yote ambayo tumeweza na kufundishwa, ukayafuate, ukayatie maanani, ukayatafakari siku baada ya nyingine, ili yakawe ni ya msaada kwetu sisi zote. Ninakutakia Jumapili njema mahali popote pale utaabudu. Mungu akawabariki. Nimekuwa wenu Reverend Lucy Michael, nikikutakia wakati mwema, neema ya Mwenyezi Mungu ikakubebe na ukaamini kwamba Yesu yuko pamoja nawe. Bye bye.